Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana katika Zaburi ya wimbo wa katikati linaanza kwa kusisitiza juu ya furaha yenye kupatikana katika hekalu la Bwana. Tukiichambua Zaburi yetu ya wimbo wa katikati leo, tunagundua kwamba mwenye kuiandika hii Zaburi hii kwa hakika aliandika akiwa katika hisia nzito, kwani inaonekana kwamba alikaa muda mrefu bila kuwa karibu na hekalu. Alikaa kati ya watu wakatili, sehemu zisizo na amani, sehemu zenye kukosa roho ya sala. Anayeimba Zaburi hii anadiriki hata kumwonea shomoro wivu, ndege aliyeweka kiota chake karibu na madhabahu ya Bwana. Yeye anatamani angalau kama angekuwa ni huyo shomoro, angefanana na huyo ndege, au hata aruhusiwe tu kukaa muda wote kwenye viwanja vya hekalu. Mwenye kuimba Zaburi hii alikuwa Myahudi aliyekuja kuhiji hekaluni baada ya kukaa muda mrefu sana nje ya Yerusalemu. Wayahudi wengi waliishi katika miji ya Alexandria huko Misri, na huko walikumbana na falsafa na maadili maovu ambayo havikuwa na roho wa Mungu ndani yake, ambavyo havikuweza kutuliza falsafa hizo hazikuweza kutuliza hata mioyo yao. Kama tunavyofahamu, Mtakatifu Agustino anafundisha kwamba moyo wa mwanadamu hautulizwi na pombe au kisomo au falsafa fulani, bali hutulizwa na Bwana. Zaburi ya leo itufundishe kuilisha mioyo yetu kwa sala. Sala tu ndizo zitakazotuliza mioyo yetu na ukaribu wetu na Mungu. Neno la Mungu na matendo mema, hayo ndio yatakayofanya mioyo yetu itulie. Tusiache kusali au kusoma neno la Mungu hata tukiwa katika changamoto na matatizo mbalimbali, kama ya kufeli pengine mtihani au misiba mbalimbali, au hata kuachika au pengine kutendewa maovu na mwenza wako pengine wa ndoa, au kuwa na ujirani mgumu. Haya yote yasituyumbishe. Sisi tufahamu kabisa mioyo yetu itatulia tu tutakapoamua kumchagua Bwana. Tusigeukie faraja za kwenye vinywaji vikali au madawa ya kulevya au faraja ya kupata stori za umbea kutoka kwa watu. Faraja yetu itoke kwenye neno la Mungu. Mfalme Solomoni katika somo la kwanza leo anatufundisha kwamba hekalu ni mahali alipochagua Bwana ili apate kuabudiwa. Kati ya maeneo yote, Solomoni alimuomba Mwenyezi Mungu akubali kukaa hekaluni, naye Bwana alikubali ombi hili. Nasi tuendelee kufika maeneo ya kanisa na kusali. Wapo tunaojivuna na kusema kwamba Mwenyezi Mungu yupo kila mahali, hivyo naweza kusali popote. Lakini tutambue kwamba Mungu amechagua mahali anapopenda aabudiwe. Hivyo tunao wajibu wa kuja kanisani na kusali. Tuache tabia za kutokuhudhuria misa na wenzetu, kutaka kujitenga na kusema mimi nitasali tu, Mungu aonaye sirini atanibariki. Ni sawa, lakini kuna mahali ambapo Mungu amepachagua. Kumbuka katika Israeli Mungu alichagua mlima Sayuni, alisema hapa ndipo nijengewe hekalu langu, hapa ndipo nitakapoabudiwa. Kwa hiyo na wewe katika mazingira yako ilitokea ni Mungu amechagua kanisa lijengwe hapo lilipojengwa sasa hivi, ndipo alipopachagua Mungu ili kanisa liwepo pale. Kwa hiyo upate nafasi uende kanisani, nenda katembelee mazingira ambayo Mungu aliyachagua mwenyewe ili uweze kupata baraka kutoka hapo. Yesu katika somo la Injili anahuzunika kwa kitendo cha mila na desturi za Kiyahudi kupewa kipaumbele kuliko imani na mafundisho sahihi ya dini hiyo. Wanadamu wanayo tabia ya kutetea ya kwao kuliko kumtetea Mungu. Sisi tuwe makini sana ndugu zangu na imani yetu. Tuhakikishe kwamba ubinadamu hauingilii maisha yetu ya imani. Tusiruhusu tamaduni zetu hasa za kiasili na za utandawazi kuonekana kwamba ni za juu zaidi kuliko hata sakramenti, kuliko hata mafundisho ya kanisa. Kristo anapaswa kutawala tamaduni zetu zote. Moyo ulio najisi ndio ulio moyo mbaya zaidi. Kwa ndugu zangu, sisi tumchague Yesu licha ya yote ambayo tunayapenda kama binadamu, lakini Yesu anapaswa aongoze kila kitu katika maisha. Desturi, mila, tamaduni, chochote kile, Yesu anatakiwa imani yako juu yake iwe juu kuliko kitu chochote.
Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kulinda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kukumbusha shajara za asali mubashara zipo za kutosha kabisa. Ipo namba chini kwenye tafakari niliyoandika chini pale imeandikwa, kuna namba iko pale. Basi jitahidi kuipiga hiyo namba ambayo ni 0695 Huyu mpigie, ni kijana ambaye utawasiliana naye popote utakapokuwa, atafanya mpango wa kukutumia. Mungu akutunze. Siku njema.